Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ni Disemba 7, siku ya Jumapili. Hili ni somo la 11 linalosema kuishi katika ile nchi. Leo tutaiangazia mada ndogo isemayo kujitoa. Soma Yoshua 22 ya kwanza hadi ya 8. Je, aya hizi zinatuambia nini kuhusu kujitoa kwa Wareubeni, Wagadi na nusu ya kabila la Manase? Yoshua anathibitisha kwamba makabila haya kutoka upande mwingine wa Yordani yamekidhi kikamilifu masharti yaliyowekwa na Musa na yeye mwenyewe, jambo linalomaanisha kujitoa kikamilifu kwa na kujitoa mhanga kwa ajili ya kusudio la pamoja la Israeli. Walipigana pamoja na ndugu zao kwa siku nyingi, jambo ambalo kwa hakika linamaanisha takribani miaka 6 hadi 7. Linganisha na Yoshua 11:18, Yoshua 14 aya 10, Kumbukumbu la Torati sura ya 2 aya 14. Wake zao na watoto zao waliacha nyumbani upande wa mashariki wa Yordani. Licha ya hivyo, waliamua kupigana kwa uaminifu pamoja na ndugu zao. Walikabiliana na tishio la kujeruhiwa na kuuawa vitani. Kwa namna isiyo ya moja kwa moja, aya hizi zinasisitizia umuhimu wa umoja wa taifa na ule wa nchi husika. Yanaandaa pia njia kwa ajili ya kisa ambacho kitatokea, ambacho hatimaye kinahusu umoja. Je, makabila ya Waisraeli yatadumu kuwa katika umoja licha ya mpaka wa asili ulioimara unaotokana na kuwepo kwa Yordani kati yao? Wataruhusu jiografia kuweka mpaka wake kwenye utambulisho wao wa kitaifa? Au wataacha ibada yao ya kawaida kwake yeye aliye Mungu pekee iwadumishe kama taifa lake lililoteuliwa, iwadumishe katika umoja na kuwa na nguvu chini ya uongozi wa utawala wa Mungu? Yoshua anaelezea kwamba njia pekee ambayo uaminifu huo umewezekana, hawakuwatumikia Waisraeli wenzao bali Yehova mwenyewe ambaye aliwapa jukumu la utume wao. Tunapata kanuni hii katika Agano Jipya. Mtume Paulo aliwaasa Wakristo kutoa huduma yao kana kwamba wanafanya kazi kwa ajili ya Mungu na si kwa ajili ya wanadamu tu. Tazama Waefeso sura ya 6 ya 7, Wakolosai 3:23, Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 ya 4. Je, kuna mwito gani mkuu zaidi ya kumfanyia kazi katika kiwango cha juu kabisa muumba wa ulimwengu wote? Katika maisha ya kila siku, mara nyingi huwa tunakabiliana na changamoto na matatizo yanayoweza kutuvunja moyo kwa urahisi na kutufanya tukate tamaa kusonga mbele. Nyakati fulani ni rahisi kufanya hivyo. Hata hivyo, tunaweza kuomba nguvu za Bwana ambaye anaahidi kuwa pamoja nasi na kutuwezesha kufanya kile anachotutaka tufanye. Ikiwa tutadumisha wito wetu wa juu mbele yetu, tunaweza kuhamasishwa kusonga mbele licha ya changamoto zisizoepukika na kukatishwa tamaa ambavyo ni sehemu ya maisha yetu baada ya anguko dhambini hapa duniani. Yoshua 22 aya ya 5 na ya 6 inatuambia kwamba Yoshua aliwaita makabila yaliyokuwa yakiondoka ili yadumu kuwa na uaminifu kwa Bwana na kisha akawabariki. Uhusiano wetu kanisani ungebadilishwaje kama tungeombeana sisi kwa sisi kuliko tufanyavyo leo? Hii ni Disemba 7, siku ya Jumapili, mada ikisema kujitoa. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Bwana akitupatia nafasi, hapo kesho tutajifunza mada isemayo lawama. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.